Geoffrey Kithinji Ithai, Deputy County Commissioner, Bungoma South, Kadui constituency. Mahali tuko ni uwanja wa ndege. Ground ambayo ilikuwa degazetted for the purpose of building affordable housing and a smart city, which will encompass mashule, garden parks na nyumba zaidi ya 1000. Tulipatiana hii uwanja mwezi jana kwa contractor, but unfortunately vijana wa hapa wamekuwa mobilized by some of their political leadership kwamba uwanja huu haupaswi kuwa converted to the purpose that is being converted to. Mnaweza angalia, unaona vijana wamekuja, wamebomoa, wengine wameenda na mabati, lakini letu tunaambia vijana tafadhali tusitumike kwa njia mbaya ya kisiasa. Because moving forward for the next like 1 month, tutakuwa na vijana zaidi ya 2000 wakifanya kazi hapa. Moving forward, after 2 years, tutakuwa na manyumba zaidi ya 1000 ambazo zitakuwa zinatumika na wakaaji wa Bungoma. Na hii itabadilisha sura ya Bungoma. Mnaona Bungoma vile iko. It's a old town, but inakaa vile inakaa. With the 1000 units in this place, it will change the face of this place. But unfortunately, what is happening? Our political leaders, please, let us give development a chance. Tuache mambo ya political gooniism ambayo tumeendelea kuwa nayo. Tumengandamiza vijana, tumengandamiza maskini, wanaendelea kuwa maskini. Tafadhali, letu tumehakikisha kwamba hii mradi utaendelea. We know there is a case in court, but we will use a judicial mechanism to approach that case the way we are supposed to. Asante. Commissioner anasema kwamba uharibifu umeweza kufanya. Tulikuja asubuhi hapa, tulikuwa tumepata fununu kwamba kuna watu wanakuwa mobilized. We talked with the site managers who are here, na saa hii wakati hiyo tukio imefanya, we responded. You can see mabati ile yote imebomolewa, hawajaweza kwenda nayo. Tumezunguka, tumepata wale tumepata, na tunajua kwamba kuna watu wale walikuja na kotonda jana walikuwa hapa na walikuwa wanaongea na wanasiasa fulani ambao tutaendelea kupambana na wao. Pengine kufikia sasa wangapi wamekamata? Tumekamata watu kama 5. Mimi kwa majina ni Michael Juma, ni assistant in charge wa site foreman. Nimekuwa kwa site this lunch time na tukapata wageni ambao tuko tumetarajia na hawakuja kwa njia mzuri. Mimi kwa sababu nilikuwa karibu nikasongea pale, nikajaribu kujua ni wagina nani. Lakini sasa from nowhere wakaanza kubomoa mapati, wakifunja mamiti, wakitishia, wakitufukuza wakatufukuza kabisa na timu yangu yote. Ikawa ya kwamba hata wanataka kubomoa store. Kuna ile mali ambayo ametuharibia mabati peke yake ni over 400, kwa sababu ile yenye imeharibiwa tu ni over 400. Alafu kuna bundles zenye tulikuwa tujafungua bado zimekuwa hapo karibu bundles 6, na wametuharibia kazi. Kwa sababu sasa sijui sasa tuanzie wapi, na mahali penye tulikuwa tumefika tulikuwa tunaendelea mzuri. So far kwa sisi hakuna mtu ameumizwa, kwa sababu niliambia watu wakakuwa scared, wakarudi chini, lakini wamekuwa very hostile. Lakini kwa bahati mzuri kuna wale wenzetu ambao tunawajua. Mmoja ni yule mwenye alitusafu mabarua jana, anaitwa Suleiman. Alafu kuna vijana pia wamekuwa hapa hivi wakitafuta kazi, wanatafuta kazi, lakini kumbe wamekuwa na maadui. Sasa naomba tu ya kwamba kwa sababu mkono wa sheria ni kubwa, tunaomba haki ikaweze kutendeka. Hao jamaa wakamatwe. Otherwise nimeshukuru. Kwa majina naitwa Caleb Wamalwa. Mimi ndio site foreman. Yesterday nilikuwa served na code order masaa ya jioni na jamaa anaitwa Suleiman. Hiyo code order county commissioner alikuja mchana akataka kujua ni nini hiyo. Akapata hiyo barua akaisoma in person na akaniambia nimpelekee photocopy ya hiyo code order mchana masaa ya lunch. So masaa ya lunch mimi nimekuwa nimeenda kupeleka hiyo code order. Alafu after kumpatia nikarejea kwa site kuendelea na kazi. Kidogo kabla sijafika kwa site like 20 meters away nikaona group of youth wana vandalize ile fence yenye tulikuwa tushaeka.
fence ilikuwa na mabati over 400. Na pia pale watu walikuwa wamesupply mabati ya kuendeleza upande mwingine. Bundles karibu 6. Na kila bundle ina paper 20 iron sheets. So wameharibu mali. I thought hiyo court order ilikuwa ni njia moja muhimu ya kufuatisha sheria. Lakini sasa namna vile kumefanyika haionyeshi kwamba sheria ilikuwa inafaa kufuatwa hivyo. So mimi nilikuwa nimepeleka hiyo court order and I expected the rule of law to be followed. Kwa sababu county commissioner akawea, Pascal the housing officer akawea, na pia contractor pia akawea na hiyo court order. Mimi nilipeleka hiyo court order the way it was received yesterday. So all in all, hiyo kitu imefanyika ni kuharibu mali na kutishia maisha ya wakazi wangu. Labda mnakadiria hasara ya pesa ngapi hivi? Kwa sahi tunafaa kukaa chini kufanya calculation. Tumesema ile fence imeharibiwa ni over 400 iron sheets na zenye zimepepwa zikiwa hazijafunguliwa ni 6 bundles na kila bundle ina paper 20 iron sheets mita 3. Plus round poles. Alafu round poles hatujaweka kwa hesabu. Zimeng'olewa zimeenda. Yes. Na hapo awali uharibifu umetendeka. Kuna mmoja wa majirani hapa anaitwa Anzia Chotham. Anzia Chotham anasema yeye anafanya kwa ofisi ya MCA. Yeye ni ward manager na alikuwa wa kwanza kukuja kutuarifu kwamba kutakuwa na issue kama hiyo. Na nikafanya juu chini, akapatana na my project manager, wakaongea na kahakikishiwa kwamba kama kuna kitu yote yenye kwa lami watafuata njia ya sheria, kwa sababu pia sisi tumepewa contract tu. We are just workers. Hatujakuja kupikana na mtu. Yes. Majina naitwa Steven Milimo, ni fundi wa Fortepo. Na nilikuwa nimefurahia sana hii kazi vile imefunguka hivi, mtoto wangu ameshapita mtihani. Sasa nikishafanya hivi nilikuwa najua tu hiyo ni mtoto atafanya nini, atasoma. Lakini baada ya lunch time nimehusunika sana kama vijana wetu ambao wanatumiwa kwa pesa kidogo wanakuja kuharibu mali ya serikali badala ya kuja kuomba kazi. Hiyo nimehusunika ndani ya roho yangu kama mimi mzazi. Ninaomba kama serikali ichukue mkono yake na ifanye kazi. Mwingine mwenye ataona mtu yeyote ati anajiweza kwa pesa na haribu mtoto wa maskini kuja kuharibu mali ya wenyewe, alaaniwe. Okay, kwa majina ni Alfred Lusweti. Mimi ni helper. So kuna jamaa alikuja hapa jana na maleta sasa. Akianza kusupply, akituonya hii kazi itaendelea. Sisi tukaona tu hii ni mchezo, wamezoea. Hii tutaendelea tu. So leo tumekuwa lunch time tukikula ndio turudi kazi. Vijana wakatokea from nowhere, wakaanza kubomoa mabati. So kubomoa, si tukaanza kuitisha usaidizi tangu ifike nini, zishaharibika mingi sana. So tunaomba tafadhali mtusaidie serikali, si ndio? Ndio sisi pia tupate haki yetu. Ukiona sisi watu kama tunachituma hapa, tunataka pesa. Hatutakuja mcheza hapa na kupigana. Ni pesa tunatafuta. So mtuongoze tafadhali viongozi. Tufanye kazi yetu vizuri. Hiyo ndio nilikuwa nayo tu. Mimi kwa majina naitwa John Sanya. Ningeomba watu wajifunza, hasa wa Kenya ambao tunaishi ndani ya Kenya hii. Hii Kenya yetu ni nchi ya maana kwa sisi ambao tuko hai. Kwa hivyo la maana na la mno, wacha kujiweka ile kiwango nyowesi, usijilinganisha na ndovu kohara mafi. Maana ndovu inaharanga kijua itarudi kohara kesho. Lakini wewe mwanadamu wa kawaida unataka kujilinganisha na hizi ndovu kohara, utapasuka msamba. Asanteni. Kwa majina ni Celestine Chebet. Kwangu mimi nimehuzunika sana, maana nimetafuta kazi kwa muda mrefu. Siku ya leo nimeingia nikaona nimefaulu na shughuli zangu za mbeleni kule zitaenda sawa. Mwanangu atasoma kwa bidii, lakini kwa vijana wenzangu
kwa sababu hawajui lengo gani ambalo wametuletea mahali hapa ili tuwe na maendeleo. Nimehuzunika sana, serikali iingilie kati na itusaidie. Supervisor Security Meso. Nimeweka ground tangu asubuhi ama tangu juzi. Alafu kazi iko inaendelea vizuri. But kuna vijana wamekujia kitu kama saa 6 hivi. Vijana kwa pikipiki mbili, vijana 6. Wakauliza kama kuna gari huko chini, forest huko chini. Alafu akapigania simu akasema gari iko kwa uwanja huko Maleo wanacheza mpira. Wakaturn through the gate. Sasa after lunch hao wafanyikazi walikuwa narudi, naambia warudi kazi wamalizie. Wakaona kumeharibika, watu wameanza kubomoa, kurusha mabati. Wanatoroka na mabati. Ambapo hasara vijana wanataka kufanya kazi. Wanasema wamegrab, serikali imegrab, Ruto imegrab nini? Shamba yetu. So that is from there. Na kuna mtu alikuwa na supply makarasi jana kwamba kesi iko kotini, hastahili ijengwe affordable housing hapa. So hiyo ni mwenye alikuwa na supply jana hiyo makaratasi, ni kumaanisha alikuwa ametumwa. Ambapo ametuma vijana kuja fanya nini? Kuharibu affordable housing. Ni hayo. Mimi kwa majina naitwa Isaac Ndunde. Nilifurahia pia mimi kupata kazi hapa, sababu mimi ni yatima, niko na watoto wenye hawana mama, na nikaona heri nikuje nichupuka hata mikono namna hii, angalau nipate kitu kidogo wajisaidie nayo. Lakini tumeshangaa tangu tuanze hii kazi tumefanya mzuri, hatujawahi kuwa na shida yoyote. Lakini leo kitendo yenye imetendeka lunch time, after lunch, imetushutua sana. Tunaomba serikali muingilie kati, hata nyinyi wa reporters mtusaidie tuendeleshe kazi yetu, angalau tukapate kitu kidogo ya kutumia. Ni hayo tu, asanteni. Majina yangu ni Steven Kisaka. Majina yangu ni Steven Kisaka. Nimezaliwa hapa, kwetu ni pale chini, na sisi ni wakazi wa hii area. Kwa maoni yangu kibinafsi, sijatumwa na mtu. Sisi hatupingi maendeleo, tunatarajia maendeleo, na hii kiwanja nasikia imepelekwa Matulo, na shida iliyoko ni kwamba wakazi wajafanyiwa public participation, wajue ni nini inaendelea. Wamestukia wana fence na wajui kitu inaendelea. Labda hiyo ndio imeleta shida. Na kwa maoni yangu mwenyewe, kama vile wana fence hapa, wangeachia watu barabara. Kwa sababu hata kama ni affordable housing wanajenga, bado watu wenye wanakaa hapa watatumia barabara. So wangepeana access roads both sides, because there are so many people who use this road to access town. Kwa hivyo wakiblock hapa, hakuna watu wa huku hawezi fika town kwa urahisi, lazima wazunguke all the way. Sasa hiyo italeta shida. Labda ndio maana kuna mvurugo kama hii, lakini hatupingi maendeleo. Tunakaribisha maendeleo ya affordable housing na kazi kwa vijana. We welcome that, but give us roads. Yes, kiwanja ilienda Matulo, that's okay. But hata zile nyumba ambazo zitajengwa hapa bado watahitaji barabara. There's an existing neighborhood. Hii neighborhood inayokuja ya affordable housing itakuwa accommodated within the neighborhood. So give us roads both sides, huko na kila mahali, tusiblokiwe barabara. Ni hayo tu. Hawa vijana wamefanya bana. Hawataki affordable. Bana, kwa madakika tu wameharibu. Sasa hii unajua ni kama kuna mwenye amewafund. Hawezi fanya tu peke yao, lazima tu kuna mwenye amewafund. Hawataki maendeleo bana.